Hello dear learners, karibuni tena kwenye Python data types, na leo tutaendelea na sequence data types. Kwa nini tunasema ni sequence data type? Ni aina data type ambazo zinatunzwa data kwenye container moja, ambazo hizo data hizo inatunza sequence number kwenye one container, okay? Tuseme kama hivi, hili container letu ambapo ndani ya container ndo natunza hizo data katika sequence format. Na maana hapa inaonekana container letu inatunza labda namba ambazo data za namba, ambapo hizo data za numbers zipo kwenye sequence, okay? Ambazo tuna hizo namba, tuna 1 2 3 4, then say tuseme kwamba pia tuna 5 na kuendelea, okay? Kwa sasa hizi data zote hizi tano zipo kwenye container moja, sawa? Na hizi data zinakuwa zinatunzwa kwenye mfumo wa position. Data number 1 inakuwa kwenye position ya kwanza, lakini inakuwa kwenye position 0. Data number 1 inakuwa kwenye position 0, lakini data number 2 itakuwa kwenye position 1. Data number 3 itakuwa kwenye position number 2, na data number 4 itakuwa kwenye position ya 3. Data number 5 itakuwa kwenye position ya ngapi? Ya 4. Okay? Mpaka hiyo data ya mwisho. Kwa hiyo hii ndio data katika data zetu 5, na maana hii ndio data ya mwisho. Lakini ukiwa na data 100 ina maana data ya mwisho itakuwa ni 99. Sawa? Kwa sababu data inaanza na position 0 mpaka the last data. Sasa nikitaka kuziangalia hizi data zangu kutoka kwenye container langu hili, naangalia kwa kutumia index. Sawa? Kwa nitaita index 0, nikisema index 0 na maana itaonyesha 1, index 1 itaonyesha 2, index 2 itaonyesha 3, index 3 itaonyesha 4, index 4 itaonyesha 5. Lakini pia naweza nikaangalia data ya mwisho kwa kutumia format nyingine ya index. Kwa hiyo index zinaweza kuangalia kwa kutumia ascending au descending. Kwa descending, data ya mwisho kabisa tunaiangalia kwa kutumia -1. Okay? Kwa hiyo ina maana nikitaka kuangalia data kwa kutumia kutoka mwisho kuja mwanzoni, nakuja kwa negative. Kama -1 na maana hii data ya mwisho. Kama 100 ina maana data 99 ndio -1. Alafu data inayofuata inakuwa -2 mpaka data ya mwisho, okay? Kwa hiyo nasema nikitaka kuaccess kwanza mwanzoni kwenda mwisho, na access kwa kutumia negative, kwa kutumia position 0 up to mpaka position ya mwisho. Lakini pia nikitaka kuangalia data ya mwisho kuja ya kwanza, natumia negative, na inaanza -1 mpaka data ya kwanza, okay? Lakini pia hizi sequence data types au data ambazo zinatunzwa kwenye container data type ambayo ina container, hizi pia zina tofauti. Kuna zingine tunaita ni mutable, zingine inaitwa immutable. Mutable ina maana kwa data type nyingine za hizi sequence tunaweza kuzichange data zake. Yaani kwenye container, ndani ya container tunaweza kuchange zile data kwa kuzifuta, kwa kuziongeza au kwa kubadilisha, kwa kuchange, okay? Lakini pia zingine nimesema hivyo unaweza kuupdate, lakini zingine hauwezi. Data type katika hizi sequence data type kuna nyingine ambazo hauwezi ukafuta ukaongeza. Hizo inakuwa ni ndio permission ambayo wamekupatia katika hizo immutable data type ni kuview peke yake, au kusema kuziangalia tu peke yake. Hauwezi kuenda update, kuchange kitu chochote humo ndani, okay? Lakini pia kuna utofauti pia. Kuna nyingine ambazo hazitunzi data katika mfumo wa position. Zinatuza data kwa mfumo, zingine zinatuza data kwa mfumo wa ID na value, ndio maana naita ID. Utazama hiyo kila data ndani yake utakuwa na ID yake. Kwa hiyo unaweza tukaitumia ile ID kuview data husika, ambapo tunasema ni key and value. Kwa maana key ndo ID ya hiyo data, value ndo data yenyewe husika. Sasa je, tujue kabisa hizo sequence data type ni zipi? Sequence data type katika Python tuna list, tuna tuple, dictionary
na set. Tuple ni immutable data type, na maana hii permission yake iliyokuwepo tunaweza kuiaccess peke yake, tunaweza kuiangalia peke yake, hatuwezi kufanya kitu chochote hiyo tuple. Lakini tuna list. List hii ni immutable. Hii tuple ni immutable, list ni mutable. Ina maana kwamba ni aina data type ambayo tunaweza tukachange values ndani yake, lakini pia tunaweza tukazicheck values kwa kutumia index kwa kucheki zile location au position, na hii ndio tunatumia zile position 0 mpaka position ya mwisho, au tukitaka kuangalia ya mwisho kuja ya kwanza tunatumia -1 mpaka hiyo ya kwanza, data ya kwanza. Okay, lakini pia hii kuna list na set ndio zinafanya hizo kazi, lakini tuna aina ya data type ambayo ni tunasema na cheki kwa key and value ID na data yake ambayo ni tunaita dictionary, tutakuja kuiona. Sasa basi hizi mbili ambazo list na set, ambazo hizi kazi yake tunaziview au tunazichange data kwa kutumia position. Hizi zinatusaidia kwenye sehemu mbalimbali mifumo yetu, kwenye kutengeneza mifumo. Okay, lakini tutoke kwenye list tuje kwenye set. Set pia ina aina zake mbili, kuna normal set na frozen set. Normal set ni set ambayo itakuwa inaweza kuwa change, inaweza tuka change tuka update, tunaweza tuka delete sana, vile tukataka ku view data kwenye hii set, na hii sana sana inatusaidia sisi kwenye kufanya set mathematical calculation. Lakini pia sasa kwenye set tumesema kuna frozen set. Frozen set hii inaingia kwenye group la immutable. Ina maana kwamba tukichange data kutoka kwenye normal set kwenda kwenye frozen set, hii moja kwa moja inatupatia permission moja tu ya kuweza kuview, hatuwezi kuedit. Okay, sasa tumeshaona hapo kwenye theory inakuwaje na zinatunzwaje data, na sasa tuanganishe symbol ambazo za kila moja. List ina represent hii hapa, tuseme ni square bracket. Sawa, square bracket ina represent hiyo ndo list data type. Okay, lakini tuna kitu kinaitwa curly bracket. Curly bracket hivi hapa, hii ndio curly bracket. Hii moja kwa moja ina represent dictionary, lakini tuna mabano haya kufungua na kufunga. Haya mabano au naita parenthesis. Haya mabano inawakilisha tuple. Okay, lakini pia tuna frozen set, tuna set, normal set. Tutaonyesha hapa symbol ya normal set. Normal set pia ina representiwa na hii ni curly bracket. Okay, kama hii hapa. Pia set tuna represent kwa kutumia curly braces. Sawa, kwa sasa utofauti wa set na dictionary ni nini? Na maana huku tuna view data kwa kutumia key and value, lakini huku tunatumia position. Sasa hizi ndo symbol zetu za hizi sequence data type ngapi? 1, 2, 3, 4, lakini kuna ya tano ambayo inaitwa frozen set. Sasa hiyo frozen set hiyo ni kama kifunction ambacho unaandika frozen, unaandika frozen set alafu then unafungua na kufunga kama mabano kama haya. Sasa tuende kwenye session ya practical, tuone moja, tuone sequence data type moja. Kwanza list, utakuja tuple, utakuja dictionary, then set na frozen set.
Asante.